Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Swide Dai, ni mbeba maono wa huduma ya faya, lakini pia mimi ni mtu wa afya na nimekuja hapa kwa lengo la kuchangia damu, kwa sababu kutokana kwamba mwenyewe ni mtu wa afya, najua changamoto tunazozipata kama madaktari, wauguzi. Tukiwa kwenye field zetu tumekuwa na changamoto sana ya kupungukiwa na damu, hasa kwenye benki yetu ya damu salama, sababu tunategemea damu salama, lakini pia inafika mahali damu inakuwa hakuna. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa dini nikapewa maono ya kufika hapa Baruti nikiwa nimeongozana na waumini kwa ajili ya kuja kuchangia damu. Kwa leo tupo kama watu 25. Tupo 25. Idadi tumefika. Huu utakuwa ni utaratibu endelevu. Kila baada ya miezi mitatu tutakuwa tunafanya hili zoezi la kuchangia damu. Kilichotusukuma hasa mwezi wa pili ambao sasa tumeingia mwezi wa tatu, tulikuwa kwenye mfungo wa siku 21. Na mfungo huo sasa na neno la Mungu linavyosema tusijifunge na ndugu wa damu, ilikuwa ni mfungo ambao unaambatana na matendo ya huruma. Tumeanza kuanzia siku ya jana kupita hospitali ya Goba Center pale kwa ajili ya kutoa vifaa vya usafi, na hata hapa pia tulikuja tukatoa vifaa vya usafi, na leo tukaja kuhitimisha kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma ya kupigania maisha, kwa sababu leo hii tunatoa damu hapa, lakini damu hiyo ina uwezo wa kusaidia hata ndugu zetu, jamaa zetu. Tunaona kama sasa hivi matukio ya ajali yamekuwa ni mengi, kupoteza damu kumekuwa ni kwingi, hitaji la damu ni kubwa. Kwa hiyo kilichotusukuma hasa tufike hapa ni kuambatanisha ule mfungo wetu wa kufanya matendo ya huruma. Tumekuja kuhitimishia hapa, na ndipo tumeanza sasa hii safari ya miezi mitatu kuanzia siku ya leo. Wito wangu kwa jamii, bado naendelea kusisitiza, hasa watumishi wenzangu, na endelea kuwapa msisitizo kwamba zoezi hili la kuchangia damu linatuhusu sote, jamii, watumishi wa Mungu, kwa sababu sisi ndio tunaweza tukawaelimisha wale tunaowaongoza, sababu swala la utoaji ya kuchangia damu ni swala la imani, na sisi ndio tumepewa neema ya kuwajenga watu kiimani. Kwa hiyo tuchukue nafasi hizi ambazo Mungu ametupa bila kujali ni dini gani, dhehebu gani. Tuchukue nafasi Mungu aliyotupa kwa kuelimisha watu umuhimu wa kuchangia damu.